Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Karibu katika mfululizo wa vipindi hivi maalumu, vipindi ambavyo vimejikita hasa kwa kukupa ufafanuzi wa kina kuhusu siku tatu kuu za Pasaka. Tulianza kipindi cha kwanza ambacho kilijikita hasa kutujuza kuhusu Alhamisi Kuu, na hicho tulipata nafasi ya shirikisho tena hilo la upendo na Padre Crisógon Wilson, misionero wa shirika la misionero wa damu azizi ya Yesu kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, parokia Mtakatifu Francisco Xaveri. Lakini pia siku ile ya Ijumaa Kuu tulipata nafasi ya kuungana na mkurugenzi wa miito, lakini pia mkurugenzi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, Padre Paul Sinya. Na leo katika kipindi hiki hasa tukijikita kuhusu Jumamosi Kuu na kesha la Pasaka, ni kukaribishe mtazamaji na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Natamani mtazamaji wa Mwangaza Digital, lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM aelewe tunapozungumzia Jumamosi Kuu, anapaswa kuelewa tunaizungumzia siku ya namna gani. Asante. Kwanza mpendwa mtazamaji afahamu kwamba tunapozungumzia Jumamosi Kuu ni siku ambayo ni siku ya tatu katika mfululizo wa Triduum, yani kuanzia Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na baadaye Jumamosi Kuu kabla ya kuingia kwenye kesha la Pasaka. Kwa hiyo tunaposema Jumamosi Kuu ama Jumamosi Takatifu, tunamaanisha kwamba ni siku yenyewe ni siku ya ukimya kiliturujia kwa kweli. Jumamosi Kuu ni siku ya ukimya, maombolezo na matumaini katika Ijumaa Kuu na Jumapili ya Pasaka hapo katikati. Kwamba tutakumbuka kwamba katika Ijumaa Kuu Bwana wetu Yesu Kristo sasa ameshakufa pale msalabani. Kwa hiyo Jumamosi Kuu sasa tunatafakari Bwana wetu Yesu Kristo ambaye amelala kaburini, na ndio maana tunasema ni siku ya ukimya, ni siku ya tafakari. Sawa sawa. Basi hii siku ya Jumamosi Kuu kanisa linakaa kimya kama vile linamtafakari Bwana aliyeshuka kuzimu. Na haya kwa kweli tunapata uthibitisho wake hata katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 634. Lakini pia ukimya huo ni ishara ya kuomba kwa ajili ya ulimwengu mzima na kujiandaa kwa ajili ya sherehe ya mkesha wa Pasaka na mwanzo wa siku 50 za furaha za Pasaka. Tutakumbuka kwamba basi baada ya kesha hii Pasaka inadumu kwa kipindi cha siku 50 mpaka siku ya Pentekoste. Kumbe Jumamosi Kuu haina misa wala sakramenti. Mpendwa mtazamaji afahamu hilo, kwamba siku ya Jumamosi Kuu hakuna sakramenti yoyote ile ambayo inaadhimishwa na wala hakuna adhimisho la misa, kwa sababu Bwana amelala kaburini. Lakini kwa wagonjwa, kitubio na mpako hizo zinaweza kutolewa. Inatolewa kwa sababu maalum. Lakini katika hali ya kawaida basi maadhimisho mengine ya sakramenti zote haziwezi kufanyika. Wakati unazungumza baba hapo nikapata tafakari, na nakumbuka hata wakati tunawasilisha mada tumesema tutajikita hasa kufahamu kuhusu Jumamosi Kuu lakini pia kesha la Pasaka. Tunapozungumzia kesha la Pasaka ni nini hasa? Ndio, tunapozungumzia kesha la Pasaka na baada ya kumaliza sasa kuishi siku ya ukimya mkuu, siku hii Jumamosi Kuu, basi jioni sasa tungesema usiku ndio tunaanza kesha la Pasaka. Nasema kesha la Pasaka ni ibada ya usiku mtakatifu ambapo watu wanaalikwa kusikiliza neno la Mungu na kutafakari na kujibu kwa ukimya na nyimbo. Na ndio maana Mtakatifu Agustino anaeleza kwa kina akisema usiku huu ni mama wa mikesha yote. Kumbe kesha la Pasaka ni mama wa mikesha mingine yote ambayo shawahi kusikia, mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji. Labda tuna mikesha ya Noeli, tuna mikesha ya Pentekoste na mikesha mingine yote, lakini mama wa mikesha yote ni kesha hili la Pasaka. Kwa hiyo ni kesha la msingi sana na la muhimu. Tukijikita hapo hapo ama tukisalia hapo hapo baba kwenye kesha la Pasaka, ninatamani utukumbushe kwanza kidogo kuhusiana na kesha hili la Pasaka. Kifupi, historia yake hasa ni lini lilianza kuadhimishwa katika kanisa, halafu turudi liturujia ya kesha hili la Pasaka ikoje? Asante sana. Historia fupi la kesha hili la Pasaka tunarudi nyuma kidogo miaka ya 215 ambapo tunakutana na huyu mtu ambaye amefanya mambo mengi sana kwenye liturujia, anaitwa Hippolytus. Hippolytus yeye anaeleza kuwa mkesha wa Pasaka ni usiku wa kusherehekea
ambapo wakatekumeni wanazamishwa katika maji ya ubatizo, kupakwa mafuta na askofu, mafuta ya shukrani, na kukaribishwa kushiriki kwa mara ya kwanza katika ekaristi takatifu. Kumbe katika nyakati hizi za Hippolytus, msisitizo ulikuwa unaangalia kwamba hili kesha linawahusisha zaidi na wakatekumeni, ambao katika kesha hili basi watabatizwa, baadaye watapata kipaimara, na kwa mara ya kwanza watapokea sakramenti ya ekaristi takatifu. Lakini siku zilivyozidi kwenda mbele, hapo baadaye kumekuwa na mabadiliko, na nadhani kuanzia miaka 1950 hapo kwa liturujia inabadilisha kidogo. Ndio la hatuwezi kuondoa kwamba wakatekumeni wanapokelewa usiku huu, na kwa kweli wana nafasi kubwa katika kesha hili la Pasaka, lakini pia na maadhimisho mengine yanapambwa na yanahuishwa kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana hapo baadaye basi tutasema kidogo namna ya mgawanyiko wa liturujia hii ya maadhimisho ya kesha la Pasaka, ambayo utakuta kwamba imegawanyika katika vipengele 4. Na labda tukianza na kuangalia sehemu ya kwanza ya liturujia katika kesha hili la Pasaka, tunaanza na liturujia ya mwanga. Na liturujia ya mwanga basi katika kesha hili la Pasaka inaanza na kuwasha kwanza moto pamoja na mshumaa. Kwa moto mpya unawashwa na kubarikiwa katika usiku huu wa kesha la Pasaka, na mshumaa wa Pasaka pia ambao unakuwa umepambwa unawashwa na kubebwa na kuingizwa ndani ya kanisa ili kueneza nuru ya Kristo. Na mshumaa wa Pasaka unaendelea kuwaka wakati wote wa liturujia kipindi cha Pasaka hadi siku 50 za furaha ya Pasaka, yani Pentekoste, pale ambapo tunahitimisha sasa kipindi cha Pasaka. Kumbe moto na mshumaa vinaashiria mwanga wa Kristo katika kesha hili la Pasaka. Kwa tukumbuke, na mpendwa mtazamaji na msikilizaji atambue kwamba moto na mshumaa vinawakilisha mwanga wa Kristo, uwepo wa Mungu. Tukirejea katika kitabu cha Kutoka, nadhani sura ya 3 aya ya 5, tunakumbuka ile habari ya kichaka kile ambacho kinawaka moto pale ambapo Mungu anamtokea Musa, mwito wa Musa kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Kwa historia ya moto inarudi mpaka kule. Kumbe sasa tunaporejea historia hiyo ya moto, ni ishara ya uwepo wa Mungu, na wakati giza linawakilisha utawala wa dhambi na shetani. Tukumbuka kwamba liturujia yetu katika kesha hili la Pasaka tunaanza gizani, halafu baadaye unawashwa moto na mshumaa. Kumbe tunapoanzia gizani, lile giza linawakilisha sasa utawala wa shetani ama utawala wa dhambi. Kumbe kwa kuwasha moto sasa pamoja na mshumaa vinaashiria sasa utawala wa Kristo, na Kristo mwenyewe ni kama mwanga. Na kesha huanza baada ya giza kuingia. Hilo lisisitizwe kwamba ni lazima giza liwe limeingia ndio ili kesha sio saa 12. Giza liwe limeingia ili kupata maana nzuri ama teolojia yake ya hili giza na mwanga. Na hii inatukumbusha kwamba Yesu ametukomboa kutoka katika ufalme wa giza na ametuleta katika ufalme wa nuru. Tunayasoma haya pia hata kutoka kwa waraka Mtume Paulo kwa Wakolosai 1:13. Tunaendelea kukumbuka kwamba amekuja kumwangazia kila mtu anayekuja katika ulimwengu huu. Tunayasoma haya kutoka Injili Yohane sura ya 1 aya ya 9. Na tunaendelea kusoma kwamba kwa maana yeye ni nuru ya ulimwengu na anatuita sisi kwa upande wake kuwa nuru yake. Kumbe pia mshumaa unaowashwa katika moto mpya na mishumaa mingine, kumbe waamini wote katika kesha hili la Pasaka, licha kwamba tunakuwa na mshumaa ule mkubwa, baadaye na waamini wanakuwa na mishumaa midogo midogo, baadaye sisi tutawasha ile mishumaa midogo midogo kwenye ule mshumaa mkubwa. Kumbe mshumaa mkubwa pamoja na mishumaa mingine inayotumika kanisani imetengenezwa na inabidi itengenezwe kwa masega ya nta ya nyuki. Hii nta ya nyuki haijaongezwa kitu chochote. Hii ni kuonesha utakatifu wa Yesu. Lakini pia mshumaa huo mkubwa umepambwa kwa mchoro wa msalaba
kuonesha sadaka yake ya ukombozi. Ukiangalia vizuri ule msalaba, mpendwa mtazamaji wangu, basi katika liturujia utakuta umepambwa, kuna msalaba umechorwa. Halafu kuna herufi pia zimechorwa. Kumbe hizo herufi ni herufi za Kigiriki. Herufi ya kwanza na ya mwisho ya Kigiriki inachorwa kwenye ule mshumaa. Na kama utakuwa makini sana kwenye liturujia, utasikia padre akisisitiza na akitamka haya maneno: Alfa na Omega, ikionyesha kwamba Kristo ndiye mwanzo na mwisho katika maisha yetu. Lakini pia mshumaa huu utawekwa alama za madonda yake, madonda ya Kristo. Ndio. Lakini pia baada ya liturujia hii ya mwanga, tumeshafika kanisani, labda tumetokea nje tumeingia kanisani, liturujia ya mwanga tumeingia na mishumaa yetu na mwanga mkubwa na mshumaa umeshawekwa. Baada ya kuwekwa tu pale, shemasi ama padre huwa anaelekea mimbalini, na akifika mimbalini anapiga kile tunasema anapiga mbiu. Kama utakumbuka mpendwa msikilizaji kwamba shemasi ama padre huwa anaimba, kwa ile unaitwa mbiu. Nini maana ya hii mbiu sasa ambayo inaimbwa na shemasi ama padre? Mbiu hii ni utenzi wa furaha unaoimbwa au kusoma mwanzoni mwa kesha la Pasaka mara baada ya kuwashwa kwa mshumaa wa Pasaka. Hii ni sehemu ya liturujia ya mwanga, kwa bado imeunganika na liturujia ya mwanga. Na hii mbiu basi ni tangazo la ushindi wa Kristo dhidi ya giza la kifo, na mwaliko kwa mbingu na dunia kusherehekea ushindi huu. Ni kama kutangaza kwa sauti kuu kwamba Kristo amefufuka na nuru imeshinda giza, mauti imeshindwa na tumaini limezaliwa kwa binadamu wote. Kwa hiyo mbiu ni tangazo la wokovu. Kumbe pia mbiu ya Pasaka inaisifu nuru ya Kristo, inaonyesha kwa mshumaa wa Pasaka, na inasema kuwa mshumaa huu ni dhabihu safi inayowaka mbele ya Mungu kwa heshima ya Kristo aliyejitoa. Kumbe ni tangazo muhimu sana ambalo linatolewa kwa namna ya kuimba. Sawa, kabla haujaendelea baba mbele zaidi, pengine tukija kuingia kwenye liturujia ya neno ya kesha hili la Pasaka, natamani turudi nyuma kidogo. Umezungumza kuhusiana na tendo la kuwashwa moto. Moto huu unapaswa kuwashwa wapi? Kwamba ninaweza nikawasha moto kwenye chungu, nikawasha kwenye jiko, au nawashia wapi? Lakini pili, ukazungumza kuhusiana na mshumaa mkubwa ambao unawashwa. Ukatueleza kwamba sisi waamini wengine tukiwa na mishumaa yetu midogo tutachukua mwanga ule tunasema kutoka kwenye mshumaa mkubwa wa Pasaka. Je, huu mshumaa mkubwa moto wenyewe unawashwa kutokana na nini? Okay, asante sana. Kwanza kabisa, eneo ambalo linapaswa kuwashwa moto ni nje ya kanisa. Mahali ambapo pameandaliwa vizuri, basi zinaandaliwa kuni hapo na moto unawashwa hapo nje ya kanisa kwa kiberiti. Ndio, kwa kiberiti au kwa namna yoyote kulingana na utamaduni wa mahali hapo, ili mradi tu ule moto uwashwe nje ya kanisa. Kwa ukishawashwa, baadaye moto unabarikiwa. Na baada ya kubarikiwa sasa unakuja kwenye swali lako, ule mshumaa mkubwa sasa unawashwa kutoka kwenye huo moto ambao umeshakwisha kubarikiwa. Na baadaye sasa hiyo sisi waumini wengine sasa ambao wana mishumaa midogo midogo watawasha mishumaa yao kutoka kwenye ule mshumaa mkubwa ambao umewashwa kwenye moto ambao umebarikiwa. Sawa, tuendelee mbele baba zaidi, tukijikita sasa kwenda kufahamu liturujia ya neno katika adhimisho la kesha la Pasaka. Ndio, katika liturujia hii ya kesha la Pasaka, liturujia ya neno ni sehemu ambayo inachukua umuhimu wake na ina maana yake kubwa sana. Kumbe kanisa linapendekeza kusomwa masomo 9 ya Agano la Kale na masomo 2 ya Agano Jipya pamoja na Injili ya ufufuko. Kwa kumbuke, Agano la Kale ni lazima yawe masomo 9, lakini baadaye katika Agano Jipya masomo 2, yaani somo la waraka pamoja na Injili ya ufufuko. Hii ni sehemu ya liturujia ya neno ambayo ni ya pili kati ya sehemu 4 za ibada hiyo. Hivyo jumla ya masomo huwa, kwanza tunakuwa na masomo 7 kutoka Agano la Kale ambayo haya ni masomo ya lazima. Lakini pia somo la kwanza kutoka Agano Jipya ambao daima huwa ni waraka. Na tukumbuka ukisoma huu waraka, baadaye sasa shemasi ama padre huwa anaenda sasa
anaimba sasa ile haleluya. Mtakumbuka kipindi chote cha Kwaresima tulikuwa hatuimbi haleluya. Kwa pale ataenda shemasi ama padre anaimba ile haleluya. Baada ya kuimba hiyo haleluya, basi ndipo sasa tunaendelea. Lakini pia kuna somo la injili ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini muhimu, kitu cha kukumbuka ni kwamba ingawa kanisa linapendekeza masomo 9 ya Agano la Kale, masomo 7 ndiyo ya lazima kwa parokia nyingi, na yanaweza kufupishwa kwa ruhusa ya kichungaji. Inategemea na mahali, labda kulingana na hali ya watu, ama labda kama kuna ulazima wa maadhimisho yaishe mapema, basi kwa ruhusa maalum sio lazima asome. Ni lazima asome masomo 7, lakini kutokana na sababu za kichungaji na kwa ruhusa maalum, basi anaweza kusoma masomo pungufu. Baba, umetujuza kuhusiana na masomo, umetuambia masomo 7 yanapaswa kuwa ya Agano la Kale, lakini 2 yanapaswa kuwa Agano Jipya. Natamani tufahamu maana hasa ya haya masomo ni nini? Asante sana. Lengo la kanisa kuweka haya masomo yote sio kwamba basi tuamua kwamba tuweke masomo mengi hayana maana yoyote. Masomo haya yana lengo la kutupeleka kwa safari ya wokovu kutoka uumbaji hadi ufufuko wa Kristo. Ni historia ya wokovu. Kwa masomo yote yanaelezea historia tangu uumbaji mpaka wokovu wetu. Na ndio maana yanatuonesha kwanza upendo wa Mungu tangu uumbaji. Lakini pia yanatuonesha ukosefu wa binadamu, namna ambavyo binadamu basi aliingia dhambini. Lakini baadaye ahadi ya wokovu, kwamba Mungu hajaacha watu wake katika dhambi, anaanza kuweka ahadi ya wokovu. Lakini pia ukombozi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, na baadaye ushindi wa maisha dhidi ya mauti, yaani ufufuko. Kwa yote masomo haya yamewekwa kwa mpangilio huu, tangu uumbaji na mpaka wokovu ambao unakuja kumalizikia na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na maana anaanza Agano la Kale na baadaye Agano Jipya. Sawa, tuje sasa baba, tukiendelea mbele tuambia liturujia ya kesha la Pasaka imebeba vitu 4. Tumekwisha zungumza 2. Natamani sasa tuingie katika sehemu ya liturujia ya ubatizo. Kwenye liturujia ya ubatizo tumekuwa tukisikia vitu vingi, na umetuambia kwenye kesha ndiko ambako anabatizwa wakatekumeni. Sitamani turudi mkatekumeni ni nani, kwa sababu tulishajuzwa katika kipindi kilichopita kuhusiana na wakati wa Dominika ile ya 5 tuliambiwa mkatekumeni ni nani. Natamani tuje katika liturujia hii ya ubatizo na kile kisima cha ubatizo. Tufahamu kinaandaliwaje, ama kinapaswa kuwaje, ama ni kama tu ambavyo wanabatizwa wengine basi maji yanatumika tu yale yale kama kawaida. Karibu. Asante sana. Liturujia ya ubatizo katika kesha la Pasaka ni sehemu ya muhimu sana, na maji ndio ambayo kwa kweli yanachukua nafasi kubwa sana katika liturujia hii ya ubatizo. Maji ya ubatizo ambayo sasa hutiwa ndani ya kisima hicho ambacho umeniambia, kisima cha ubatizo, na kubarikiwa, kwamba maji yanatiwa katika kisima kile na baadaye maji yale yanabarikiwa. Na ndio maana tutakumbuka hata baada ya kubariki maji, padre atachukua ule mshumaa mkubwa sasa atauchovya mara 3 katika kile kisima cha ubatizo. Kisha wakatekumeni wanazamishwa ndani ya maji. Hata kama wasipozamishwa, mpendwa mtazamaji, sasa akasema mbona hachukuli mtu mzima akazamishwa? Hapana, ile ishara tu ya kuchukua ile maji baada anapombatiza umwagia kichwani ndio hiyo kudumbukizwa, kwa sababu ubatizo wenyewe ndio unatupatia maana hiyo ya kuzamisha. Kwa hiyo na ishara hiyo ya kuzamisha ni kuonesha kufufuka na kuanza maisha mapya pamoja na Kristo. Kumbe katika kesha la Pasaka maji yana maana ya kipekee sana kwa Wakristo, na hasa hawa wakatekumeni ambao ndio wanabatizwa katika kesha hili la Pasaka. Maji yanayotumika katika kesha la Pasaka hutumika kubatiza waamini wapya au kwa kuhuisha ahadi za ubatizo kwa wale waliokwisha kubatizwa. Kumbe katika siku hili la usiku wa kesha la Pasaka, kwamba ndio wakatekumeni wanabatizwa, lakini baadaye hata sisi ambao tushakwisha kubatizwa tunarudia ahadi zetu, na baadaye tunanyunyiziwa yale maji ambayo yamebarikiwa katika kesha hili la Pasaka, kutukumbusha kwamba tunapaswa kuzirudia tena ahadi zetu za ubatizo. Tutakumbuka maneno mazuri ambayo tunasoma pia maana hii ya
hiki kisima cha ubatizo, pamoja na sisi kurudia hizo ahadi, pamoja na mkatukumeni kubatizwa katika kisima cha ubatizo, tutakumbuka maneno ambayo tunasoma kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi kwamba tulizikwa pamoja naye kwa kubatizwa katika mauti, ili kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu, vivyo hivyo tuenende katika upya wa uzima. Hiyo kwa hiyo ni sehemu ya liturujia ya ubatizo. Sawa, sitamani tuseme tunarudi tena katika kuzungumzia Ekaristi Takatifu, wala kidogo baba uigusie, halafu baada ya hapo turudi sasa utujuze hili kesha la Pasaka lina umuhimu gani kwenye maisha ya muamini Mkristo Mkatoliki? Asante sana. Basi sehemu ya 4 ya liturujia ya kesha la Pasaka ni liturujia ya Ekaristi Takatifu, ambayo kwa kweli liturujia ya Ekaristi Takatifu ndio maana tukishafika hapa baada ya ubatizo, liturujia inaendelea kama kawaida, kama ambavyo inaadhimishwa siku nyingine. Lakini siku hii tukumbuke kwamba liturujia ya Ekaristi Takatifu ndio inapata kiini chake katika kesha hili la Pasaka baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu tutakumbuka kwamba kila Dominika, kila Jumapili tunaadhimisha Pasaka, tunaadhimisha ufufuko wa Bwana, ambao kiini chake kikubwa sasa ndio kinaanzia katika kesha hili la Pasaka. Kumbe ndio maana tunasisitiza kwamba hata muumini yoyote kabla hujaingia kwenye hili kesha unapaswa umefanya maandalizi ya kina ya toba, ili basi unaposhiriki Ekaristi Takatifu, hili liturujia ya Ekaristi Takatifu katika siku hii katika kesha hili la Pasaka iweze kupatia manufaa, kwa sababu ndicho kiini hasa cha Ekaristi Takatifu. Sawa, maana ya kesha hili la Pasaka kwa muamini? Kwa kweli kesha hili la Pasaka kwa muamini lina maana kubwa sana. Kwa kuwa sasa tutakuwa tumeshamaliza safari ya kipindi cha Kwaresima, kwa sababu kesha la Pasaka tumehitimisha safari ya kipindi chote cha Kwaresima ambacho tumekifanya kwa siku 40. Kumbe tunarudia tena upya ahadi zetu za ubatizo na kuanza kumtumikia Mungu kwa roho na nguvu mpya. Ni kama kusema sasa ili kesha la Pasaka litupatie nguvu mpya tena ya Ukristo wetu, kwa sababu kama sisi tungesema maadhimisho ambayo ni makubwa kuliko maadhimisho yoyote yale katika Kanisa Katoliki, basi ni hili kesha la Pasaka na hii sikukuu ya Pasaka. Hicho ndo kiini na kitovu cha imani ya Kanisa Katoliki. Kumbe tunatiwa moyo na shauku ya wale waliobatizwa usiku huo wa kesha la Pasaka, na sisi ambao tumeshakwisha batizwa ama watu ambao wamebatizwa karibuni, kuingia pamoja nao katika siku kuu 50 za kipindi cha Pasaka. Kwa kipindi chote cha siku 50 cha Pasaka, basi tunaendelea kukumbuka juu ya ahadi zetu hizi na kuziishi na kusherehekea huyu Kristo ambaye amefufuka. Sawa baba, tunapoendelea kutafakari fumbo hili la Pasaka, umetupa dokezo kutakuwa na vitu vingi, liturujia ya mwanga, hapo tutakuwa na moto, mshumaa, lakini pia bila kusahau ile mbiu ya Pasaka. Kwenye liturujia ya neno umetuambia tutakuwa na masomo 7 ya nasema Agano la Kale na 2 ya Agano Jipya. Lakini pia kuzungumzia kuhusiana na ubatizo, kutakuwa na yale maji ya kwenye kisima ambako wakatekumeni watabatizwa, lakini pia sisi waamini ambao tayari tulikisha batizwa tutanyunyiziwa maji, lakini tukianza kwanza na kurudia ahadi zetu za ubatizo. Mwisho katuambia hapa katika liturujia ya kesha la Pasaka kuna adhimisho la Ekaristi Takatifu. Kwa kufanya hitimisho kwa ujumla, pengine muamini hasa Mkristo Mkatoliki, uzito ambao anatoa katika siku nyingine, hasa katika safari hii ya Kwaresma mpaka kufikia hizi siku 3 kuu za Pasaka, anapaswa kutoka na hitimisho gani? Kwa kweli hitimisho ambalo anapaswa kutoka nalo muamini katika kesha hili la Pasaka na maandalizi yote ambayo ameyafanya katika kipindi chake cha Kwaresma, kiini chake kinakuja hapa kwamba tumeshasema kesha hili la Pasaka na sikukuu ya Pasaka ndio kiini sasa hasa cha imani ya huyu Mkatoliki. Na kama ndio ni kiini hiki, na ndio maana tunapata wasaa wa kurudia ahadi zetu. Kumbe kikubwa ni kwamba kila mmoja sasa aone anapata fursa ya kuanza kuishi sasa kikamilifu na kwa kujidhatiti zaidi kuziishi ahadi za ubatizo kikamilifu. Ndio. Kwa mfano mimi ukiniuliza baba, kwenye kesha la Pasaka huwa napendelea nini zaidi? Najua ninapaswa kushiriki kikamilifu adhimisho zima, lakini sehemu ambayo naipenda sana ni kwenye mbiu ya Pasaka. Na ninaipenda kwa sababu ya kipengele kimoja wapo kwenye mbiu hiyo.
sehemu ambayo inasema kwa maana kuzaliwa kungalifaa kitu. Wewe kwako katika lile kesha la Pasaka, binafsi tusizungumzie kama padre, sasa ni kuweke kama muamini, ungekuwa kama ni muamini, kitu gani hasa unatamani na kinakufanya usipange kukosa adhimisho la kesha la Pasaka? Na katika kufanya huko, ninatamani kwa kuhitimisha, wala utupe kionjo kidogo cha sehemu yako ya kumshukuru Mungu kukupa kibali cha kuona kushiriki kwanza kipindi kizima cha Kwaresma, lakini pia kuingia katika zile siku 3 kuu mpaka kufikia kesha la Pasaka na hatimaye ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wala kwa kidogo, hata kama ni kwa kuimba, ni wewe. Asante sana. Kweli umeniuliza swali zuri kwamba katika maadhimisho haya ya Pasaka na umejaribu kuniambia labda nijitenganishe mimi na upande wangu kwamba ni kitu gani sasa ninakipenda. Kwa kweli namna ambavyo liturujia ya kesha la Pasaka imepangwa katika sehemu zote 4, hakuna eneo ambalo unaweza kusema hili na umuhimu na hili halina umuhimu, kwa sababu yote kwa pamoja yanaeleza vizuri historia ya wokovu wetu. Kwa hiyo hakuna kile ambacho kina uzito kidogo, hakuna kile ambacho unaweza vyote vina umuhimu. Na mimi kwa kweli kesha lote la Pasaka, kila tendo la kiliturujia ambalo linafanyika katika kesha hili ninalipa uzito wake na umuhimu wake, kwa sababu kila tendo limebeba teolojia ambayo inanihusu mimi na historia yangu ya wokovu. Kwa kila tendo mimi kwa kweli ninalipa uzito wake, na kila tendo mimi binafsi yangu ninalipenda sana, kuanzia kipengele cha kwanza, kipengele cha pili, cha 3 mpaka cha 4. Zote 4 kwa kweli vimebeba teolojia ya hali ya juu, na mimi kwa kweli ninashindwa kwamba ni kipi nikiache kuchagua kipi. Vyote kwa pamoja ninalipa uzito wake kulingana na namna ambavyo kanisa limepangilia. Kwa waamini wengine yawezekana labda Nemes ni mmoja wapo, akienda kuanzia kwenye kesha la Pasaka kwenda kwenye Jumapili ya Pasaka, Jumatatu ya Pasaka, asiposikia haleluya kuu imeimbwa, kwake anaona hiyo sio Pasaka. Ni nini nafasi ya hii haleluya kuu ambayo kikawaida waamini tunaamini, tunasema ni kama wimbo wa taifa, yani lazima upigwe siku hiyo? Kwa kweli haleluya kuu tungesema sasa inataka kutuelekeza kama kule kwenye mbiu, ni kwamba kutangaza, kulipuka sasa, kuonesha ile furaha, kwamba furaha ambayo kipindi chote cha Kwaresima tulikuwa sisi tunafunga, tulikuwa tunasali, tunasafiri pamoja na Mwokozi wetu, tukitafakari juu ya mateso, tukitafakari juu ya kifo chake, na sasa ameshinda. Kwa lile ni tangazo la ushindi mkuu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mtu akisema napenda kipengele hiki, kwa kweli yupo sahihi. Kwa ana kila sababu ya kuiimba hiyo haleluya kuu, kwa sababu haleluya kuu ni kwa sababu ndio tunatangaza ushindi mkuu wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kuweza kuyashinda mauti. Kwa hata muumini sasa anajisikia kwamba yupo huru, ametolewa kwenye utumwa wa dhambi. Kwa pale mtu anapokuwa huru, kwa kweli anapaswa kuonesha furaha yake. Kwa haleluya tungesema inabeba sasa huo mwangwi wa kutangaza ushindi wa kushinda mauti Mwokozi wetu. Ndio maana hata muumini anajisikia kwamba kuchukua hiyo nafasi ya kuwa na furaha ya kutangaza huo ushindi. Nikushukuru sana mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM ambaye umeambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa tunapohitimisha kipindi chetu. Nikukumbushe kipindi chetu cha leo tumejikita hasa kuzungumzia Jumamosi Kuu na mkesha ule wa Pasaka. Na kwa dhati pia nimshukuru Padre Benjamin Mwinuka ambaye ni mkurugenzi wa miito shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hasa ametueleza kuhusiana na Jumamosi Kuu ni siku ya namna gani, siku ya ukimya. Lakini kule kwenye kesha akatujuza kuna liturujia yake ikoje, na akatueleza kwa uzuri kuna liturujia ya mwanga, liturujia ya neno, liturujia ya ubatizo, lakini bila kusahau liturujia ya Ekaristi Takatifu. Lakini akatushirikisha pia maana hasa ya kesha hili la Pasaka kwa maisha ya muamini, yani mimi na wewe ambao tunatazama ama kunisikiliza wakati kupitia Radio Mwangaza FM.
Nimshukuru pia kwa dhati Nemes Victor Michael nyuma ya kamera, ambaye basi ametufikishia ujumbe huu kwako kupitia channel yetu ya YouTube, lakini pia kupitia Radio Mwangaza FM. Ni matumaini yangu ya kwamba umepata nafasi ya kujifunza, kama ni kusahau basi umejikumbusha baadhi ya vitu ambavyo tunavishuhudia katika liturujia ya kesha hili la Pasaka. Ni matumaini yangu umeshiriki kikamilifu na utaendelea kushiriki kikamilifu katika maadhimisho mbalimbali ya ibada mbalimbali za misa katika kanisa letu Katoliki. Mimi nikushukuru pia Padre Benjamin Mwinuka kwa ujumbe mzuri hasa ambao umetupa leo kuhusiana na mkesha huu wa Pasaka, lakini pia Jumamosi kuu kuanzia asubuhi mpaka kufikia kwenye kesha hili. Nina matumaini kwamba umesikia mengi. Kwa niaba yake, mimi ni Rose Mwana James Mjukuu akipeleka uwe na utazamaji mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata.